Siwezi kumpongeza mtu tapeli, nisiwe mnafiki. Yanga amekuwa tapeli. Siwezi kumpongeza mtu mporaji mali za haki za watu, siwezi. Salome, mwaka jana mimi nilisema ubingwa wa Yanga una mashaka, na nikaja na hoja. Ndio timu pekee mwaka jana kadi nyekundu 2 zimefutwa, amefaidika nazo. Mwaka jana kadi ya Prison imefutwa, kafaidika Yanga. Mwaka jana kadi ya Coast Union imefutwa, kafaidika Yanga. Maana yake ubingwa mwaka jana Yanga amefaidika kwa makosa ya kibinadamu ya waamuzi waliokwenda kutoa kadi ambazo hazikustahili kutolewa. Ligi Kuu Soka Tanzania Bara msimu 2025 2026. Simba wamefeli wapi? Mikoa Kisugu kwema? Kabla ya kwema Simba hawajafeli, wameferishwa. Kabla ya kwema? Simba hawajafeli, wameferishwa. Simba? Hawajafeli, wameferishwa. Nani kawaferisha Simba? Baadhi ya waamuzi ambao walishindwa kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu na tukasema kwa makosa ya kibinadamu. Kwa hiyo nauliza baadhi ni akina nani ni hao? Siamini kwamba waamuzi wote hawakusimamia sheria 17 za mpira wa miguu. Lakini naamini kuna baadhi ya waamuzi wao ndio wameferisha Simba kuto kupata ubingwa wa ligi ya NBC. Kwa hiyo Salome, kama ulikuwa hujui, leo nakufahamisha ujue. Na moja watu ambao waliyenisababisha ni kujibu hili jibu kwa swali lako ni kamati ya masaa 72 inayosimamia mpira katika nchi hii. Ili neno tutalirudia mara kwa mara kwa sababu bado halijabadilika lile kosa kuwa si kosa. Kwa sababu limesimama kosa kuendelea kuwa kosa, na tutakwenda kulizungumzia kwamba lile nini ni kosa. Wao walikiri na walisema ni kweli mwamuzi amekataa ile goli, lakini ile goli lilikuwa halali. Na barua wakaandika. Kwa hiyo ukiniambia kina nani ni hao waamuzi ambao mimi naamini na nakubali makosa ya kibinadamu yapo, lakini pia nakiri na nakubali makosa ya kimakusudi yapo. Kwa hiyo mimi naamini wale waliofanya yalikuwa si makosa ya kibinadamu bali ni makosa nini? Ya kimakusudi. Kwa ndio maana hii leo nichukue nafasi hii kupitia ninyi waandishi wa habari. Kwanza niwapongeze sana, mmefanya kazi kubwa, mmefanya kazi nzuri sana. Moja katika watu wanaosababisha ligi yetu NBC ionekane kuwa imara, itangazike, ni nyinyi waandishi habari. Salome, mmetembea vichochoro vyote vya nchi hii ili kuhakikisha mnawaambia Watanzania uhalisia wa michezo namna ambavyo ulivyo. Mimi naamini kwa sababu NBC wanafuatilia vizuri online, mimi naamini kuna jambo kubwa wanahitajika wafanye juu ya waandishi wa habari kwa namna ambavyo kazi mnavyofanya. Lakini moja ya sifa ya waandishi wa habari ni kusimama kwenye mstari. Nyeupe mseme nyeupe, nyeusi mseme nyeusi. Hiyo ndio taaluma ambayo nyinyi waandishi wa habari mliokuwa nayo. Lakini shida, kuna somo moja wakati niko darasani nasoma, somo la propaganda. Kuna propaganda za aina 3. Kuna propaganda inaitwa black. Yani nyeusi. Hiyo hataki kuona gari unatembelea la milioni 20 la kwako, lakini atasema yule bwana hilo gari kakopa sio la kwake. Huwezi kumbadilisha. Lakini kuna propaganda ya pili kwenye somo inaitwa black and white. Nyeusi na nyeupe. Akiona Mbagara atakusifia, akikuona Kariakoo atakulani. Alafu kuna propaganda inaitwa white. Hiyo hataki kuona umevaa ndara, ataambia watu wamemwona kavaa kiatu cha milioni 100. Kwa hiyo kuna baadhi ya waandishi wa habari mmesahau kusema nyeusi kwa nyeusi, imebaki kwenye propaganda. Hakuna mwandishi wa habari nchi asiyejua kwamba Simba mwaka huu alistahili kuwa bingwa wa ligi NBC. Hayupo. Kuna muda wengine waandishi wa habari mnafanya kazi kwa hofu. Hamtaki kusema, mnaogopa.
Lakini kwa nini muogope aliyakuwa ni taaluma alafu mnachokwenda kukizungumza kitu cha kweli? Mwandishi gani asiyejua mpira wa Tanzania umevamiwa na watu wachache ambao wanafanya jitihada kuharibu mpira kwenye nchi? Nani ajui? Mwandishi gani wa habari asiyejua kuna watu wameteuliwa kuwasimamia wananchi, wanaacha hizo shughuli, wanashindwa katika viwanja vya mpira kwenda kushuhudia timu yao pendwa inacheza? Nyinyi hamjui na muaoni? Kina nani hao? Kina nani Mikoi? Maana hata wewe unaongea kwa mafundo. Hizo propaganda haina ulizotutajia huko kwenye aina gani wewe? Tuusaidie mpira wa nchi. Nchi inakwenda kuandaa mashindano ya AFCON. Lazima tusimame kwenye mstari ili kuna namna ambavyo hata wale wanaokuja wajue tunakwenda kwenye nchi ambayo iko imara na imejipanga katika nini? Katika michezo. Mikoi Kisugu moja ya wewe. Unakuwa na haraka shafi. Funga maiki nenda. Au zima kama unaogopa. Sinaongea mimi. Au ndo wale mlokadishwa gari jana mkapanda wote gari mkaenda kuangalia mpira bure. Au nataka niseme? Gari jana. Au mnataka mimi niseme? Jambo la kawaida ile. Au kwa sababu hizo gari mnazopewa na ndio maana mnashindwa kuwazungumza ukweli katika mpira? Jambo la kawaida lakini. Lakini lazima turudi katika ukweli. Ukimuona Kobe juu ya mti, juu akapandishwa. Ukimuona Yanga kawa bingwa kwenye nchi kwa makosa ya waamuzi. Mikoi, makosa ya waamuzi yajaanza leo, tunalijua hilo. Toka misimu mingi ipo na nyie pia ni baadhi ya wanufaika wa hayo makosa ya waamuzi. Mikoi, kwa nini msimu huu ionekane kwamba imekuwa gumzo sana kwa upande wenu kukosa ubingwa kwa sababu ya makosa ya waamuzi? Kuna michezo mlistahili kushinda, nyewe wenyewe mkashindwa kushinda. Mikoi Salome, nikupongeze katika hilo. Twende kwenye hesabu sasa. Alafu tujue makosa ya waamuzi nani alimfaidisha. Maana yake kufaidika kunaonekana mwisho kwamba nani amestahili kuwa bingwa na nani hakustahili kuwa bingwa. Maana yake bingwa ndo anakuwa mnufaika mkubwa. Salome, wewe unajua waamuzi wengi walioonywa na kufungiwa nchi hii mwaka huu katika ligi ya NBC yamekwenda kumnufaisha aliyechukua ubingwa. Wewe hujui? waamuzi wengi waliofungiwa wangapi unawajua? Wewe si mwandishi Kachimbe? Waamuzi wengi waliopewa warning kwa barua ambazo mimi ninazo baadhi yake, wameambiwa kwamba jaribu ni kujirekebisha, walipewa warning katika michezo ya bingwa ambaye nimtangaza kwenye nchi. Salumu, lazima ukimbie. Ukweli utabaki kuwa ukweli. Ukweli utabaki kuwa ukweli. Kama sisi Simba tulikuwa na haki kuwa mabingwa wa ligi ya NBC. Makosa ya kibinadamu ya waamuzi yamepelekea Yanga kuwa bingwa kwenye nchi hii. Hakuna mwanadamu asiyejua goli ya halali la Simba limekataliwa Zanzibar. Hakuna asiyejua penalty halali ya Simba na Azam imekataliwa Chamazi Complex. Hakuna asiyejua. Niliwahi kusema na nitaendelea kusema, kwa sababu naamini katika hii dunia hakuna atakayelinda dunia. Maneno haya niliyasema na narudia kuyasema. Jidai kuwa na Land Cruiser 100, jidai kuwa na mabilioni ya pesa kwenye account benki, lakini kafikiria jua punzi ni mali ya Mungu. Iko siku akiamua ataichukua. Ya Kisugu maskini ataichukua, ya tajiri atafanyaje? Ataichukua. Una maana gani Mikoi yako? Wako watu wanaamini kwa nafasi na vyeo vyao wanaweza wakafanya chochote wanachokitaka katika nchi, wasiguswe. Wanakwenda kuharibu mpira kwenye nchi. Kina nani hao? Na ndio maana jeuri waliokuwa nayo leo, Yanga ana uwezo wa kuondoka katika eneo la mpira akakaa kwenye nyumba ya mzee Kisugu na asihukumiwe. Hilo jana nalo umeliona Mikoi? Hakuna mpira huo duniani.
lakini kwa sababu wao wanajiita wananchi, wanaamini wana uwezo wa kufanya chochote kwenye nchi, hakuna mtu yoyote atakayeweza kuwachukua hukumu ambao wao itakwenda kuwaumiza. Niwape mfano mdogo, waandishi, mnajua kila mwandishi ana ushahidi katika hili nililozungumza. Tumeangalia fainali ya Morocco na Senegali. Mwisho wa siku Senegali amekwenda kwa nini? Bingwa, kwa sababu baada ya mechi kusha Senegali amefanyaje? Ameshinda ile mechi. Lakini sasa hivi waandishi, nisaidieni. Bingwa nani wa Afrika aliyotangazwa? Nani? Ole wao waandishi wa habari na Mafarisayo. Ole wao waandishi wa habari na Mafarisayo. Mungu anajua, na alijua kabla sisi hatujaja kwenye nini? Kwenye dunia. Na alijua watakuja, kuna watu watakuwa waandishi wa habari. Ndani ya waandishi wa habari atajua kwamba wakweli wapo na wanafiki wapo. Na ndio maana Mungu alianza na warning, alisema neno ole. Kasome. Ole wao waandishi wa habari na Mafarisayo. Leo kuna mwandishi wa habari hajui kwamba Morocco kapewa ubingwa wa Afrika. Asiyejua kwenye hilo. Leo kuna baadhi ya waandishi wa habari hawajui kwamba bingwa wa Afrika kwa mujibu wa FIFA, kwa mujibu wa kafu, Morocco hawajui. The outside of his